Kwa majina naitwa Joakim Balakana, mimi ni kiongozi wa mradi huu mradi wa DNA Build, ambao huu mradi unafadhiliwa na serikali ya Sweden kupitia kwenye ubalozi wa Sweden nchini Tanzania. Mradi huu ni wa miaka mitatu na umefadhiliwa kwa kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 3, ambayo kwa hela za Kimarekani ni dola milioni 1.4. Na mradi huu umekuwa ukifanya kazi katika kipindi cha miaka mitatu katika mikoa ya Arusha, Kilimanjaro na Tanga. Na kwa upande wa wanufaika ni kwamba mradi ulikuwa unafanya kazi katika mnyororo wa thamani ya maziwa, kuanzia kwa mzalishaji, muuza pembejeo, msindikaji na pia umeweza kuwafikia walaji. Kwa hiyo katika huu mnyororo wa thamani hawa wahusika katika mnyororo wa thamani wamepata faida mbalimbali. Kwenye upande wa wafugaji wameweza kupata elimu ambayo imewezesha kupata teknolojia mbalimbali za kuongeza uzalishaji, ikiwa ni pamoja na utunzaji wa malisho, uzalishaji wa malisho, mbegu za malisho mbalimbali, ikiwa ni malisho aina ya sugar grass, aina ya super napier, lakini pia kuna miti malisho, Calandra, tuna Sasbenia na Grisidia. Kwa hiyo hizi teknolojia zimewasaidia wafugaji kuweza kupata malisho bora kwa mifugo yao na kuweza kuzalisha kwa tija, na wameweza kuongeza uzalishaji wa maziwa kwa kiasi kikubwa sana. Na upande wa wafugaji tumeweza kufikia zaidi ya wafugaji 16,000 katika mikoa yote hiyo mitatu. Kwa upande wa wauza pembejeo wameweza kupata ufadhili kupitia mfuko wa Challenge Fund, ambao imewasaidia wao kupata aidha working capital, lakini pia wengine wameweza kupata vifaa vya kuweza kuboresha uzalishaji wao. Kwenye upande wa wasindikaji wameweza kupata pia mitambo ya kuzalisha maziwa kama vile pasteurizer na cooling tanks, ambazo zimeweza kuwasaidia kuongeza ufanisi katika uzalishaji wa maziwa na kufanya maziwa yao yaweze kuwa bora. Kwenye upande wa watumiaji tumeendesha kampeni kwa kipindi chote cha miaka mitatu, ambapo tumeweza kufikia, lengo lilikuwa kufikia watu 10,000, lakini kwenye mradi huu tumeweza kuvuka lengo na tumeweza kufikia watu zaidi ya milioni 2.3. Labda tathmini ya mradi sasa mnapokwenda kufunga, unaonaje? Mmefikia malengo na ufanisi kwa kiasi gani? Sasa mnafunga mpango mwingine, mradi mwingine ambao mnafikiria kuleta. Uko mbali sana. Alafu pia nataka kufahamu kwenye upande wa tathmini ya malengo tulikuwa tumejiwekea, kama nilivyosema, kutoka katika maeneo yote manne ambayo nimeyazungumzia kwenye mnyororo wa thamani. Tukianza kwa wafugaji tulikuwa tumelenga kufikia wafugaji 15,000, lakini katika utekelezaji wa mradi tumeweza kufikia zaidi ya wafugaji 16,000. Kwa hiyo ni eneo mojawapo ambayo malengo yetu tumeweza kuyafikia na kuyapita. Lakini pia kwenye upande wa wasindikaji wa maziwa tulitegemea tungepata wasindikaji kama 27, lakini tuliweza kufanya kazi na wasindikaji 22. Hiyo ni zaidi ya 80%. Kwa hiyo pia bado ni mafanikio. Lakini pia ukiangalia wale wauza pembejeo, lengo lilikuwa ni kuwa nao zaidi ya 36, lakini tumefanya kazi nao zaidi ya 35. Kwa hiyo zaidi ya 90%. Kiujumla ukiangalia mradi ni kati ya miradi ambayo imefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Na kuhusu kwamba tunafunga huu mradi sasa hivi, sawa, tunafunga huu mradi, lakini pakitokea fursa nyingine ya ufadhili kutokana na matokeo mazuri ya mradi, kwa vyote vile tutaweza kujaribu kuangalia namna gani ufadhili ukipatikana tuweze kupanua wigo wa utekelezaji wa mradi katika nchi, kwa sababu kama ulivyosikia tumeweza kutekeleza katika mikoa mitatu tu, lakini nchi hii ina mikoa mingi zaidi. Kwa hiyo kuna hiyo fursa kwamba ikipatikana ufadhili, basi mradi kama huu utaweza kupanuliwa kuweza kufanya kazi katika mikoa mingine mingi zaidi katika nchi hii. Kwa majina naitwa Steven Michael, ni mkurugenzi wa uzalishaji na maendeleo ya masoko. Lakini kwa leo nipo hapa kwa ajili ya kumwakilisha katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwenye kufunga mradi huu wa DNA Build, ambao ni mradi wa maziwa unaofadhiliwa na serikali ya Sweden kwa thamani za dola za Kimarekani milioni 1.4. Na mradi huu ulianza Julai mwaka 2022 na
leo ndo tumekuja kwa ajili ya kufunga Juni 2025, kwa maana mradi umetekelezwa kwa takriban miaka mitatu. Kwa kweli mradi huu unaendana na mipango ya serikali, sera na mikakati, kwa sababu miongoni mwa malengo ya sekta ya mifugo ambayo ni sekta ya uchumi ni kuchangia malighafi za viwanda, ni kuongeza ajira, kipato cha wafugaji pamoja na lishe. Kwa hiyo mradi huu ukiangalia, tuna mpango mkakati wa sekta ambao tunasema ni Tanzania Livestock Master Plan, ambaye imeonyesha kiasi cha uzalishaji ni kidogo kulinganisha na mahitaji. Kwa hiyo mradi huu umejikita kwenye mikoa ambayo ni mikoa ya nyanda za juu kaskazini, ni maeneo pia ambayo ni potential, na upande wa mashariki ya Tanzania kwa maana ya mikoa Tanga, Kilimanjaro na Arusha, ambayo yote yana fursa za uzalishaji wa zao la maziwa. Na ukiangalia mradi huu umekuwa na pila 4, na hizo pila ni muhimu kwa sababu pila ya kwanza inaangalia mlaji anataka nini. Kwa hiyo mradi huu umeweza kufanikisha kuangalia mambo muhimu kabisa, kwamba mlaji anataka kupata maziwa safi na salama, na mradi huu umehakikisha kwamba mfugaji au mlaji anapata maziwa safi na salama. Lakini pia mradi huu umeenda kuangalia ili mlaji apate maziwa safi na salama, ina maana tunategemea maziwa hayo yapitie kwenye usindikaji. Kwa hiyo imewezesha upatikanaji wa elimu pamoja na mitaji kwa wasindikaji wetu kwenye maeneo ambayo nimeyataja. Lakini pia mradi huu umewezesha kuongeza tija, kwa sababu ili uweze kupata maziwa ya kutosha kwenye viwanda lazima uwe na mbegu bora za mifugo kwa wafugaji wetu ili uweze kufunga kisasa, lakini kudhibiti magonjwa ili kupata tija, lakini pia kuboresha malisho. Kwa hiyo hao wafugaji wamewezeshwa kupata elimu ya kuweza kulima malisho mazuri pamoja na kufanya uhifadhi. Kwa hiyo wamepata vitendea kazi kama zile chopa za kukatakata majani, lakini pia wamepata elimu kwa kupitia mashamba darasa ambayo yamewezesha wao kuweza kuzalisha kwa tija. Naitwa George Mtani Msalia, msajili wa Bodi ya Maziwa Tanzania. Bodi ya Maziwa Tanzania imekasimiwa jukumu na serikali la kusimamia tasnia ya maziwa nchini kwa ajili ya kuleta maendeleo endelevu ya tasnia ya maziwa. Tasnia ya maziwa inafanya majukumu makubwa matatu. Jambo la kwanza ni kuhakikisha tunapata maziwa ya kutosha nchini. Jambo la pili, maziwa haya yanawanufaisha wadau wa tasnia yetu wakiwemo wazalishaji, wasindikaji, walaji na wafanya biashara. Tunawashukuru kwa jitihada zao, ikiwa ni sehemu ya utatuzi wa changamoto tulizonazo. Ni jambo ambalo tutaendelea kulikumbatia, ni jambo ambalo tutaendelea kulipokea kwa mikono miwili, ni kwa sababu wanatusaidia kuyaondosha yale ambayo ni makwazo katika tasnia yetu. Nitatoa mfano mfupi. Wamewekeza katika uzalishaji wa ng'ombe bora kwa kuleta mbegu za ng'ombe zilizochambuliwa. Maana yake ni nini? Mbegu za ng'ombe zilizochambuliwa zinakwenda kutupatia mitamba, ng'ombe majike ambao tungeweza labda kuchukua muda mrefu kuwapata kama tungezalisha kwa njia za kawaida. Lakini moja kwa moja wanatuletea mbegu bora zakini za mitamba waliochambuliwa. Kwa hiyo unapokwenda kupandikiza kwenye ng'ombe wako, una uhakika kwamba unaenda kupata ng'ombe jike ambaye atakwenda kukupatia kiasi kikubwa cha maziwa. Kwa hiyo ni jambo zuri. Kwa majina naitwa Jacqueline Peter Ngasa, ni mkurugenzi mwendeshaji wa kampuni ya Asili Dairy Company Limited. Nipende kuwashukuru Landolex kupitia mradi wa DNA Build. Kabla ya mradi tulikuwa tunapata changamoto ya vifaa stahiki kwa ajili ya usindikaji wa bidhaa zetu za maziwa, lakini kupitia mradi wa DNA Build tumeweza kupata mafunzo ambayo yametusaidia katika kuboresha uzalishaji wetu, lakini pia kupunguza hasara kwa kuharibu maziwa, na pia tumeweza kupata teknolojia ya kisasa kwa ajili ya kuchakata maziwa. Hivyo kwa niaba ya uongozi wa Asili ningependa kuwashukuru sana Landolex kupitia mradi wa DNA Build kwa support yao. Asante sana. Kipi labda mnafikiri kupitia mradi huu wadau wengine au hata serikali ingeweza kuwashika mkono kuhakikisha mliojifunza na mlioyapata na kuendelea?
Yes, jambo kubwa ambalo serikali inaweza ikafanya ni kuendelea kushirikiana na sisi kwa kuendelea kutusaidia katika kutatua changamoto ambazo bado tunaendelea nazo. Mfano, sasa hivi kuna changamoto kubwa ya upatikanaji wa maziwa ghafi. Kwa hiyo ni eneo ambalo tunaiomba serikali iweze kuweka mkono wake ili tuweze kuboresha utendaji wa kazi zetu. Jina naitwa Lesioni Nemirieki Molel, natokea kata ya Uturumet, wilaya Arusha DC. Mimi ni mfugaji wa ng'ombe bora wa maziwa. Baada ya kupata elimu kutoka shirika la Landolex, iliweza kuboresha zaidi swala la ufugaji ng'ombe bora wa maziwa kwa kupata mbegu bora kama za malisho Super Napier, Sugar Grass, Rhoda Grass, Sesbania, Kaliandras na utengenezaji wa silage. Tunatengeneza silage ya majani mabichi kama mahindi na mtama kwa pamoja na Super Napier kuhifadhi kwa miezi ya mbele ya kiangazi, ambayo inatusaidia mpaka miezi ya mvua ya vuli inakuta bado una store nzuri ya majani ya mifugo. Na pia tumeweza kupata elimu ya utunzaji mzuri wa maziwa kutoka pale unapoanza kukamua vyombo, uandaaji wa yule ng'ombe, kumuosha kiwele, kumkausha kiwele, maana tuna taulo na mafuta ambao ukipeleka maziwa yanakubalika kwenye vituo vya kupokelea maziwa kwenda kiwandani. Hapo mwanzo kabla hatujapata elimu ilikuwa ni changamoto sana. Maana kwanza ng'ombe waliyekuwa anatoa lita 5 unakuta wanatoa lita 2 kwa sababu unamtembeza, ile kuchunga kuzurura. Lakini baada ya kupata elimu hiyo, wale ng'ombe waliweza kuboreka zaidi. Na hata maziwa yaliweza kukubalika kiwandani. Maana hapo mwanzo ng'ombe walikuwa wanalala sehemu za ovyo ovyo au sehemu ambazo sio rasmi. Lakini elimu hiyo ilitusaidia kujenga mabanda mazuri ambao ng'ombe wanalala, hawapati changamoto yoyote katika uzalishaji wa yale maziwa, yanakubalika kiwandani na yakiwa na uzuri na ubora mzuri. Moringe Juice ni dawa ya asili iliyoandaliwa vizuri kwa mizizi pamoja na majani kutoka katika ardhi iliyobarikiwa ya Tanzania. Dawa ya Moringe Juice ipo katika mfumo wa kimiminika ulioandaliwa na wataalamu wa kuandaa tiba asili kutoka Dr. Rose Changa Herbalist African Company. Kila aliyetumia dawa hii ameshuhudia kupona kwa muda mfupi, hasa kwenye kuongeza kinga za mwili. Watu wa HIV mpaka na mshangaa Mungu wengi. Kuna baba mmoja ana wake 5 walikuwa HIV positive. Alivyonitumia majibu ya juzi, nikaona mstari tu moja na watoto. Walikuwa positive wakawa negative. Mstari huu mmoja. Kama kuna dada moja amenitumia message, mama nimepata negative, nikamwambia haya nenda kwa daktari wako aliyekuwa anakupa aende akathibitishe. Na dawa zangu zimesajiliwa na nimefuata serikali jinsi inavyotaka. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0711 903 060.